Bana, kama utakuwa ni moja kati ya mtu ambaye umekuwa ukifuatilia mitandao ya kijamii kwa ukaribu, naamini utakuwa umekutana na historia ambayo imekuwa ikimhusu Doto Magari, moja kati ya mwana mitandao maarufu sana, lakini pia Mwijaku pamoja na watu wengine pia ambao wamekuwa kihype issue namna ambavyo imekuwa ikienda viral. Issue yenyewe kuhusiana na namna ambavyo Doto Magari amekuwa akizushiwa kwamba ni moja kati ya mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi, na namna ambavyo jamaa amekuwa akizungumza. Tushazoea kuona namna ambavyo amekuwa kitaniana kati ya Doto Magari lakini pia Mwijaku, na amekuwa kitaniana. Hii sio mara ya kwanza, yani ni muda mrefu sana wamekuwa kitaniana. Sasa hii ya sasa hivi ni kama imewafanya watu wengi zaidi washtuke kidogo, kutokana na namna ambavyo mambo yamekuwa akienda. Mwijaku amekuwa akifanya back to back, akiingia kurekodi video kwenye account yake ya Instagram, anaposti, na amekuwa akiposti kila mara kuzungumza kuhusiana na kila ambacho kimekuwa kiendelea kwa upande wa Doto Magari. Anaenda mbali zaidi na kusema kwamba hata kipindi kile wakati tumesafiri tunaenda Dodoma, kuna baadhi ya wanawake pia ambao walilala nao, kwa hiyo na wenyewe wanatakiwa waende wakapime. Kwa hiyo ni kama mashambulizi yamekuwa too much, anashambuliwa kwa kiwango kikubwa sana, kiasi kwamba unaweza kujiuliza kwamba hiki ambacho anakifanya kina Mwijaku ni utani au pengine ni serious, na kwa nini pia wameamua kwenda mbali zaidi na kuja kwenye personal issues, tena ni kwenye masuala ya magonjwa. Tunafahamu kwamba maradhi ni kitu ambacho sensitive sana, na ni taarifa binafsi za mtu ambazo kuzizungumzia mtu mwingine sio kitu chepesi kama ambavyo wakina Mwijaku wamekuwa akifanya. Na mbaya zaidi ni kwamba wanaenda kwenye mitandao ya kijamii Mwijaku na kudai kwamba Doto Magari ni mwathirika. Kwa hiyo comment zimekuwa nyingi sana kwenye kila posti ambayo Mwijaku anakuwa anaiweka kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram. Lakini Issa Tambo ambaye ni bosi wa Doto Magari, kwa maana kwamba amekuwa akifanya kazi wote kwa ukaribu, na yeye pia amekuwa akimwattack sana Doto Magari na kumwambia kwamba kama kweli hana maambukizi basi ajitokeze hadharani na wapime, kwa maana kwamba wakati huo wakiwa wako live kwenye Instagram na kwenye mitandao mingine, ili pia kuwathibitishia watu kwamba hajaathirika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo vitu vimekuwa vikienda viral sana, na Doto Magari ni kama amekuwa hajibu kama ambavyo amekuwa akishambuliwa na Mwijaku pamoja na Issa Tambo na watu wengine pia ambao amekuwa akimshambulia kutokana na kila ambacho kinaendelea. Sasa nimeona kwa upande wa baadhi ya watu pia wanampongeza Doto Magari kutokana na namna ambavyo anaihandle hii issue, lakini miongoni mwa hao watu pia ni pamoja na Baba Levo. Baba Levo yeye ameenda kwenye account yake Instagram, anamwambia Doto Magari na kumpongeza kwanza, akisema kwamba yeye ni moja kati ya watu ambao ni imara sana. Lakini alichokiandika amesema kwamba ameposti picha ambayo yupo na Doto Magari, na ameandika kwamba wewe ni mtu bora sana, lakini lazima ujue Mwijaku huwa anapitisha chuki zake kwa njia ya utani, sio rafiki mzuri. Na hapo chini pia kuna comment 340 ya watu mbalimbali pia wakiwa na comment kutokana na hicho ambacho amekiandika hapa. Lakini Issa Tambo amekuja hapo tena kuandika kwa naye makini, anaumwa huyo, manake Doto anamaanisha hivyo. Lakini kwenye hiyo comment yake pia kuna replies nyingi sana ambazo watu walikuwa kireply hapa. Kila mmoja pia akizungumza cha kwake, lakini ni kama wanaendelea kusyndicate kila ambacho wao wanakiamini. Kwa hiyo watu wamekuwa kijiuliza kwamba ni kitu gani ambacho kinatokea mpaka taarifa za mtu ambazo pengine ni binafsi na bado pia hajathibitishwa kama ni kweli au sio kweli zinakuja kuwekwa kwenye mitandao ya kijamii na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inawezekana watu wanaenda mbali zaidi na kujiuliza maswali kwamba sheria zinasema vipi kuhusiana na kumtumu mtu ambaye pengine una uhakika kama ameathirika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mambo ni mengi sana. Kikubwa tu ni kwamba kaa hapo, sisi pia tuendelee kukupa update na kukujuza namna ambavyo mambo yamekaa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Lakini Mwijaku amekuwa akimwattack sana Doto Magari, na Doto Magari pia ni kama hataki kujibu kitu chochote kile. Maoni yako ni yapi? Usiache ku comment, lakini pia usiache kusubscribe kwenye YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV.